Ni kawaida kwa viongozi ambao wamechaguliwa kwa kupigiwa kura ama kuteuliwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha wanaleta maendeleo kwa wananchi wake. Katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, viongozi mbalimbali wanatoa sadaka zao kwa wananchi wao majimbo, sambamba na kuleta maendeleo mbalimbali ambayo yanapatikana katika majimbo yao. Hapa mbunge wa jimbo la Chumbuni, Mheshimiwa Ussi Salum Pondeza, ameelezea lengo la kutoa sadaka hii ya iftar katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, sambamba na kutoa yale ambayo yameelezea serikali na mpango nayo, lakini pia ni kwa hali gani atafikia wananchi wenye mahitaji maalum, kwa maana ya wananchi ama watu wenye ulemavu wa aina tofauti, katika kufanikisha kuleta maendeleo katika jimbo lao, sambamba na kutatua changamoto ya kuwapatia makazi ama ofisi za kufanyia kazi. Mambo haya kiukweli kuwagusa watu ndani ya mwezi kama huu ni mambo ambayo tangu nimeingia kwenye nafasi hii nimekuwa nikiyatekeleza. Kwa hiyo na jambo jingine ambalo tunalifanya basi ni kuona serikali yetu inahimiza mambo haya yafanyike, na mwenyewe kiongozi wetu Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi amekuwa akisisitiza sana sisi ambao tuna nafasi au viongozi basi tunapaswa tuyafanye haya ambayo tunayafanya. Jambo la mwanzo ambalo serikali imefanya, ina wizara yake, walemavu wana waziri wao, wana katibu wao. Kwa hivyo yale ambayo walemavu serikali inawajua kwa hisabu, kwa idadi, lakini na sera yao wanayo walemavu ambayo serikali inaitekeleza, na wamepewa kipaumbele safari hii. Hata kwenye bajeti ijayo mtaona jinsi gani serikali imewapa kipaumbele watu wenye ulemavu. Imekuwa ikijenga miundombinu kwa ajili ya walemavu, lakini hata makazi yamejengwa hapa Sebuleni. Kuna majengo yapo mapya yamejengwa, Uelezo yanajengwa, Pemba katika maeneo ya Limbani yanajengwa kwa ajili ya wazee na walemavu. Kwa hivyo serikali haijawaacha walemavu, iko nao na ina sera maalum, na ndio maana ina mpaka waziri wake ambaye anashughulikia walemavu. Kwa hivyo serikali inaenda nao sambamba, na sisi pia ndani ya jimbo letu la Chumbuni tumekuwa tunaenda nao sambamba. Jumbe wangu mimi siku zote nimekuwa nikisema hawa wenye ulemavu na sisi ni sawa sawa, isipokuwa Mwenyezi Mungu ametuumba kwa kila mmoja na kadari yake alivyo, lakini watu wote tunapaswa tuwaheshimu, lakini pia tuwasaidie na tuwe nao kwa karibu na tuwape mashirikiano yale yote ambayo wanayahitaji na kwa wakati huo inshallah. Sambamba na hayo, mwakilishi wa jimbo hili la Chumbuni ndugu Makame Mohamed Sufyan amewaeleza wananchi kwa kuwataka kutobaguana katika kuleta maendeleo ya jimbo hili, sambamba na kuwataka wawe bega kwa bega na viongozi wao ambao wamewachagua katika kuleta maendeleo ya nchi hii. Lakini kwenye jimbo la Chumbuni, kwa mwakilishi mbunge na madiwani, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutakuwa kitu kimoja kuanzia mwanzo wa utawala wetu mpaka mwisho wa utawala. Lakini kwa sababu sisi wenyewe viongozi tumeshajidhatiti kwenye hilo kuhakikisha tunakuwa katika kitu kimoja, tuwaombe na nyinyi sasa, wananchi wetu, wale ambao wana tofauti zao au wamekwaruzana au kukosana kwa namna moja ama nyingine, kupitia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao una faida tatu za kusamehewa, kuachwa huru na moto, lakini pia kuna na lile la mwisho ambalo mtalimaliza nyinyi. Kwenye maendeleo hatutabagua jinsia, rangi wala kabila. Tutaweka usawa kwenye watu wote, na watu wote tutawaangalia katika hali zilizo sawa. Tuombe zaidi kwa kile ambacho kitakuwa kinatoka kwenye mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Basi mtuombee dua ili tuweze kupata zaidi ya hicho ambacho kimetoka. Lakini na nyinyi mukipokee, tunaamini kwamba kwenye jimbo la Chumbuni hatuwezi tukawafikia watu wote. Tuna dhamira ya kuwafikia kila mtu, lakini ni ngumu kumfikia kila mtu. Lakini tutajitahidi kila nyumba iliyokuwemo katika jimbo la Chumbuni, bila ya kubagua vyama wala kitu kingine chochote, kuhakikisha kwamba na wao
wanapata kitakachotoka kwa madiwani, mwakilishi na mbunge kuingia ndani ya nyumba hizo. Na mwenyekiti wa jumuiya ya watu wenye ulemavu ametoa maoni yake, lakini pia na kushukuru kwa hii sadaka ambayo imetolewa katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, sambamba na kutoa changamoto zao. Mwakilishi pamoja na mbunge, tunaomba hawa watu wenye ulemavu mwashajihishe kuwapatia fursa mbalimbali kwenye kampuni zenu ambazo mnaziratibu, ambapo watu wenye ulemavu wanateseka sana, ndio maana tunaitwa ombaomba. Lakini hili neno ombaomba tunataka kuliondoa kupitia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi anajitahidi sana katika masuala ya watu wenye ulemavu, pamoja na mama yetu Samia Suluhu Hassan yumo anapigania watu wenye ulemavu kupata haki mbalimbali, kupata usawa wao. Ndio maana hata zile dhana za kumficha mtoto mwenye ulemavu zimeondoka kupitia hawa viongozi. Kwa maana hiyo, tunaomba katika kampuni zenu muingize hawa watu wenye ulemavu wana uwezo mkubwa wa kufanya jambo kwa hali kubwa, hasa katika jimbo letu la Chumbuni. Kuna miradi mingi mno ambayo imejitokeza. Napenda kuambia watu wenye uwezo, sio Mheshimiwa Pondeza tu, hata wengine wapo mitaani wana uwezo wa kutusaidia, na washauri watusaidie. Na pia sie wengine, mie kwanza nashiriki jambo hili, sijawahi kushiriki hata mara moja, ndo kwanza nashiriki. Watupitie mitaani, watuhamasishe kuhusu watoto wetu walemavu, tuwatoe. Kwa kweli leo tumefarajika sana kwa kupata riziki ya iftari. Kwa hivyo tunashukuru sana watu wote wenye ulemavu kwa kupata sadaka ambayo alitupa mbunge na mwakilishi wa jimbo la Chumbuni. Kwa hakika sadakatul jaria ndiyo itakayomfanya mja kukuombea dua ewe ambaye umetoa. Hivyo basi kwa hali yoyote ile unapaswa umsaidie ambayo unahisi unaweza ukamsaidia. Nikiripoti mimi ni Mariam Khair.